ambao leo parapanda likilia duniani na watakuwa huko hai ni watu 30. Ni watu ngapi? 30. Watu 1000. Awaambia mimi huyo mzee namjua. Ni watu wazee ambao wameivya kiroho. Akasema hivi, mimi nawaambia hivi na watajia tu ni kanisa moja. Lakini mwa hilo kanisa watu 30 ndio wataingia mbingu parapanda likilia. Sasa ngapi wanabaki? Yeza wewe na mbingu watu 2970 ndio wanabaki. Lakini tunaona umati wa watu wengi kanisani. Mungu akamwambia, mimi nawaambia muandike, leo parapanda likilia kama watakuwa na ile kanisa 30 ndio itaenda. Wengine wote wanabakia. Mko chuki? Mko shida mbalimbali? Hakuna maprobleme mbalimbali mfamilia? Kuangalia masura za watu kanisani? Ukabila? Nini? Kumbe watu wako na mizigo. Nikakubaliana na vyenye Mungu amewaambia kweli kweli. Kuna mtumishi mwingine mmoja Mungu alimpeleka maono. Akamwambia nitakuikalisha muda wa mwaka mmoja tu. Ule malaika akampatia karatasi. Akamwambia ikaa hapa kwenye mashanga njia. Akamwambia nitakuja kukamata report kisha mwaka. Kule kwenye amepelekwa kisha mwaka. Kisha akaachiwa karatasi. Akamwambia angalia kuume na kushoto. Kushoto kuko watu wanasema watu ambao hawahesabiki. Kumbe watu wanatoka duniani kila wakati. Wakiwa na mizigo mizito. Na mzigo mdogo. Nini? Zambi. Akaambiliwa hivi. Achana na hao walielekea kwenye upotevuni. Nitakuonyesha wenyewe kutoka kwenye kwenye njia ya kuume. Mmoja anapita na kwende. Naye. Mmoja kisha yule malaika akaja kufika. Akamwambia nipatie ripoti. Kwa hesabia watu 88. Nasikia? Watu 88. Malaika akamwambia hivi, walioingia uzimani kwa mwaka wote mzima ni watu 88. Mwaka wote mzima. Nasikia? Walioingia uzimani mbinguni. Kama ni kungojea kuingia kwenye makao ya kwenye mangojeo kuingia mbinguni ni watu 88 ndio waliingia uzima. Kwa mwaka malaika mwambia hivi, kwa siku ambayo ameniambia nikwambie ni mwaka mmoja ndio umekaa hapa kwa hesabu zetu za huko. Sasa walioingia uzimani ni watu 88. Watu 88 ndio waliingia uzimani. Wengine wote. Sasa wewe unakuja tu kanisani aseme wewe ndio vile Mungu ataelewa. Ataelewa. Sawa? Mtakutana na siku moja. Jitahidi, Mungu ndio anajua mioyo ya watu. Mungu ndio ajua mioyo ya watu na watakatifu wanajijua peke yao. Basi tuachane. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Basi Mungu atubariki na Mungu atusaidie na Mungu amwezeshe mwana wake aliyetoa neno la uzima kwa siku ya leo. Mungu ambariki sana. Na waliolisikia Mungu awabariki, mnitembelee. Msipolitembelee nino mtakutana na Mungu. Atakunasa tu. Utamwepuka. Kama utamwepuka, umwambie mimi sitakufaka. Mimi sitakufaka Mungu, nitakuepuka tu. Ambia. Patie korasi tu. Uhimidiwe Yesu.